Voice D Voice Genie, of course huyu ni msanii kutokea WCB Wasafi. Hapa namzungumzia D Voice. Of course huyu ni msanii mzuri kinoma noma wa singeli, lakini si tu singeli bali ni msanii wa bongo flavor kibongo bongo ambaye yupo kwenye chini ya record label ya WCB Wasafi ambapo hii inasimamiwa na Diamond Platnumz. Na of course tumeona D Voice ameweza kutangaza tour yake mwaka huu 2026 ambapo hiyo tour inakwenda kwa jina la D Voice Tour, ambapo mkoa wa kwanza ambao wanaenda kufanya tour hii ameanza na mkoa wa Mwanza bana. Mnaelewa vizuri. Of course anaenda kufanya show mkoani Mwanza na baadaye zinaenda sehemu nyingine ambazo anakuwa anaenda kufanya show. Lakini pia D Voice ameweza kusema kwamba yeye ndio msanii wa kwanza wa singeli ambaye ana mafanikio makubwa, lakini pia ambaye anasikilizwa zaidi kwenye mitandao ya kijamii. Na ukiangalia pia kwenye mtandao wa Boomplay ameweza kupata stream zaidi ya milioni 100 bana. Of course ni moja kati ya wasanii wakubwa ambao wamevunja hii rekodi ama wameweka rekodi hii kwenye muziki wa bongo flavor, right? Lakini pia D Voice ni mtu ambaye anapenda sana kujisifia kwenye inapokuja kwenye issue ya sanaa yake bana, kwenye aina ya muziki ambao anakuwa anaufanya. Amesema kwamba D Voice yeye ni moja kati ya wasanii ambao wana uthubutu, lakini pia si tu kuwa na uthubutu, ni moja kati ya wasanii ambao wanaheshimu kile kitu ambacho wanakuwa wanakifanya. Kwa sababu D Voice amesema kwamba yeye ni moja kati ya wasanii wakubwa na anaingia kwenye top 3 ya wasanii ambao wameanzisha matamasha yao wao wenyewe. Hapa alikuwa anamzungumzia Diamond Platnumz ambaye ni mtu wa kwanza kupitia Wasafi Festival, lakini pia akamzungumzia Nandy kupitia tamasha la Nandy Festival, lakini pia amejizungumzia yeye anashika nafasi ya 3 kwa wasanii wa kibongo kuweza kuanzisha tour yake hii ya D Voice Tour. Umeelewa vizuri, ambapo hii ni show anaenda kuifanya mkoa baada ya mkoa, lakini amesema kwa mwakani Mungu akipenda inshallah of course itatoka kwenye upande wa tour na kuweza kuwa festival, mimi kwamba itakuwa D Voice Festival na vitu kama hizo. So huu ni uthubutu ambao ameweza kufanya kwenye muziki wa bongo flavor, umeelewa vizuri, which is ni kwamba ni kitu kizuri. Na akajaribu kusema kwamba kuna baadhi ya wasanii ambao amewakuta kwenye game ya muziki wa bongo flavor ambao ni legends kwenye muziki, lakini hawajaweza kuandaa tour kama ambazo anazifanya yeye ama festival ambayo anatarajia kuweza kujiandaa kwa mwakani na vitu kama hizo. So D Voice katika namna yake ya uzungumzaji ni msanii ambaye anapenda sana kujisifia kutokana na kazi zake ambazo huwa anakuwa anazifanya. Ni mtu ambaye anapenda kujivunia kile kitu ambacho anakuwa anajifanya, umeelewa vizuri. So watu wengi wamekuwa wakimzungumzia tofauti, wakisema kwamba D Voice of course ni moja kati ya wasanii ambao wana kipaji, lakini shida ni kwamba ni moja kati ya watu ambao wanapenda sana kujisifia. Wengine wakaenda viral kabisa kusema kwamba D Voice ni mtu ambaye anadharau bana, anaongea kwa dharau, kejeli, kudharau baadhi ya wasanii wengine na vitu kama hizo. Nafikiri si kitu kibaya kwa msanii kuweza kujikubali, lakini hii inajenga kwamba kujiamini zaidi katika kazi na vitu kama hizo. So angalia hii video hapa wanakuwekea namna gani D Voice anavyoelezea tour yake hii ya D Voice Tour ambayo inaenda kuanza kwenye mkoa wa Mwanza. Hii ni Kasako Media, mimi 24/7 Sharks. Ciao. Katika kuwateua vijana wangu, nani niweke wapi, nani akae wapi, nani akae wapi, lakini mpaka sasa hivi hakuna anaweza hivyo vyote. Namna yote ambao wanataka hamna ananiweza kiiti ama hivyo vyote. By far pia hii sio tu kwa wasanii wa singeli. Bongo flavor sema tu wasanii tu nchini ni wengi. Wasanii nchini ni wengi. Ina maana nikwambia nipo katika miongoni mwa wasanii 13 Tanzania, nilikosa kuandika 15 East Africa. Tunazungumza Kenya, Tanzania, sio wapi, ni msanii wa 15. Kwa hiyo ina maana usichukulie poa. Yaani ni kitu ambacho kuna mabrother wamesustain katika game muda mrefu ila hawakuwahi kufanikisha. By the way, mimi niko hapa kushow mira, niko kushow miujiza tu. Kwa sababu ukiachana na swala stream, mimi ni msanii wa 3 nchini kuanzisha matamasha toka nchi imeundwa. Mpaka tunazungumzia Wasafi Festival, utaika labda na festival, inakuja D Voice Tour. Ina maana ni kuonesha namna gani na thubutu. Waandishi wa habari wapo zaidi ya 10. Unaona kutafuta viongozi kama kwanza wewe utomoa kudhamini ni kampuni kubwa. Ina maana mpaka na kudhamini sio poa. Na by the way pia D Voice Tour mwaka huu kwa watu ambao wanataka kufanya utaratibu wenye venue ambao wanataka tuje D Voice Tour mwaka huu watu wanalipia. Ina maana mpaka sasa hivi tumeposti show 10. Sio kitu kidogo, nasafirisha timu costa yote na jana, kuna wengine wanapita kwenye ndege. Ina maana sio kitu cha kawaida. Ni msanii wa 3 nchini kuanzisha matamasha yangu. Kutoka Diamond anapata Nandy na mimi. Kwa naingia katika history, yani katika top 3 ni matamasha yangu ambayo yatakuwa ni endelevu. By far toka tuna invite wasanii kwa sehemu nyingine. Kwa hiyo nipo hapa katika kuonesha miujiza. Singeli leo hii imefanya niwe msanii wa kwanza wa singeli. Sasa tunatoka sio kwenye nchi, inakuwa duniani mwenye stream milioni 100.
mwenye numbers nyingi kwenye kila sehemu. Kwa hiyo inaonyesha ukuaji wangu. Sasa wa Singeli hawaniwezi vyovyote, watake kunipa wasitake kunipa, ila ukora unajulikana. Anaibisha aje nyumbani nimwelekeze. Ndio simjie tu kwako unanufaika vipi na mafuta business. Anapika lazima toka. Japokuwa sasa hivi sina mpenda, ila nitachukua kwa sababu sio mwenyewe sio kawaida anapika. Mimi niko vizuri kwenye kupika kidogo. Kwa hiyo nitachukua, nitaenda kutoa kitu mimi nitapostia baadaye. Ya shemeji sasa hivi hapa anawaza nini na kwaje mchungaji vijana yeah. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.